Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mazungumzo yetu juu ya ibada ya hija, ambapo jana tulimaliza mapumziko yetu baada ya kumaliza umra, tukapumzika pale Maka, halafu tukazungumzia safari ya kutoka pale Maka kuelekea katika viwanja vya Mina, na tukakumbushana kuhusu shuruti za hija, nguzo za hija, wajibu wa hija, na tukasema kuna sunna nyingi katika hija ambazo tutazikumbushana kwa awamu kila pale tutakapokuwa zinatajika sunna hizo. Na jana tukatoa baadhi ya sunna hizo, ikiwemo kuoga, kukata nywele zako sehemu za siri, kujitia manukato kwa mwanamume na mifano ya hivyo. Sasa umeshahirimia katika mji wa Maka na umeshaanza safari kwenda katika safari yako ya kwenda katika viwanja vya Mina. Yapo makatazo yanayokatazwa kwa mtu aliyehirimia. Ukishavaa ihram, yapo makatazo yanayokatazwa. Ni muhimu sana kuyajua makatazo haya, kwa sababu makatazo haya yamegawanyika katika tabaka tatu. Kuna makatazo ambayo ukiyafanya ushaharibu hija yako. Kuna makatazo ambayo ukiyafanya mpaka utoe fidia. Kuna makatazo ambayo ukiyafanya umepunguza fadhila za ibada yako. Kwa hiyo unapolijua katazo ukawa umelifanya, kimbilia kwa viongozi wako haraka uliokuwa nao ili wakupe mwongozo. Tunaanza na makatazo ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Tuliyataja mwanzo wa safari yetu na sasa tunayarudia tena. Allah amesema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, faman faradha fihinna alhajja, yule ambaye ameshaazimia kwa ajili ya safari yake ya hija, fala rafatha. Rafatha wametofautiana wanawachuoni katika kulitafsiri neno hili. Wako waliosema ni maneno machafu na wako waliosema ni kujamiiana na mke wako. Hawa waliozungumzia kujamiiana na mke wako wamechukua katika aya nyingine ya mwezi wa Ramadhani, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alisema, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, tumewahalalishia katika usiku wa mwezi wa Ramadhani kujamiiana na wake zenu. Kwa hiyo wakachukua kipimo hiki. Kwa hivyo yote mawili jiepushe. Maneno machafu ukiwa umeshahirimia, epukana nayo. Kujamiiana na mke wako ukiwa umehirimia, epukana napo, kwa sababu unapohirimia mke wako anakuwa ni dada yako mpaka umalize, na tutaeleza ni wapi ambapo umemaliza unaruhusiwa kuwa na mke wako. Watu wengine wanasafiri na wake zao, hukatazwi hata kama umehirimia huko Mina, huko Arafa, huko Muzdalifa, kwenda kusalimiana naye, kumuona naye, kumjulia hali, lakini yasiwepo maneno ya kimapenzi, visiwepo vitu vya kushikana, visiwepo vitu hivyo. Ishi naye kama unaishi na dada yako. Allah anasema wala fusuka, wala vitendo vichafu. Mtu ujiepushe na vitendo vichafu. Kuna baadhi ya watu wapo katika viwanja vitukufu, mtu ana simu, anaingia kwenye ma TikTok na ma Instagram na manini, anaangalia mambo ya upuzi. Naweza ukaharibu ibada yako. Jiweke kando na vitu hivi. Ikishindikana, zima data kabisa. Subiri wakati wa kujuliana, salamu alaykum, endelea na ibada. Allah anasema wala jidala fil hajj, wala hakuna mijadala katika hija. Hakuna mijadala. Jiepushe na mijadala. Kuna watu wanajadiliana tena wakati mwingine mambo ya upuzi. Watu wanabishana mpira, watu wanabishana mambo ya biashara, watu wanabishana mambo ya upuzi wakiwa katika viwanja vitukufu. Jiepushe na mambo haya. Lakini pia kuna mambo yaliyoelezwa ambayo tuliyaeleza pia nyuma. Kuondoa aina yoyote ya nywele au kucha katika mwili wako. Ukishahirimia ni makosa. Sio ukakata kucha, ukala kucha. Wale wenye tabia kula kucha, zikate kucha ukiwa pale Maka kabla hujaanza kwenda porini huko. Sio ukaenda ukatafuna kucha huko. Inakatazwa kutia manukato baada ya kuwa umeshavaa ihram au ushahirimia. Inakatazwa. Ushavaa ihram, ushatiania, ushaanza msafara wako, usitie manukato. Hata kama ni sabuni zile za kuogea, jiepushe kuogea sabuni zinazonukia. Makrimu ya kunukia jiepushe. Mafuta ya kunukia jiepushe. Kufunika kichwa hairuhusiwi kwa mwanamume.
Haruhusiwi mwanamume kufunika kichwa. Mwanamke obviously atakuwa na hijabu yake, lakini mwanamume haruhusiwi kufunika kichwa. Kuna baadhi ya watu, mtu amechukua ile ihram lake amejifunika sababu ya jua, mwingine amevaa kofia heti ile sababu ya jua. Haya ni makosa, hairuhusiwi. Kimwona mwenzako mshtue. Mwingine amelala amejifunika gubi gubi, hairuhusiwi. Kuvaa nguo au viatu vilivyoshonwa, hairuhusiwi. Kuvaa nguo iliyoshonwa kwa mwanamume hairuhusiwi, na viatu ambavyo vimeshonwa, vaa kanda mbili, vaa ndala, vaa mayeboyebo. Hairuhusiwi kwa mwanamke kujifunika uso wake au gloves, kuvaa nikabu au gloves, haruhusiwi. Hairuhusiwi kuposa au kuposwa wewe, kuoa au kuolewa wewe, au kumuolelea mtu au kumposea mtu, hairuhusiwi. Kwa hiyo usije ukenda Mina huko au Arafa ukaona mtu mkatakana mkaoana huko au mkaposana, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kuokota vitu katika mji wa Maka baada ya kuwa umehirimia. Ukaja ukaona sijui umeona pesa, umeona sijui dhahabu, umeona sijui kitu gani, ukaokota, hairuhusiwi, isipokuwa kwa sharti iwe kile unachokiokota wakiokota ukipeleka kwa sehemu husika kitangaziwe mwenyewe, hapo sawa. Lakini usije ukaona riali 20 nishapata mimi ukaitia mfukoni, ukaona pete ukaona uliyepata wewe, huruhusiwi. Huruhusiwi kuinda wanyama huruhusiwi, wala kuua huruhusiwi. Huruhusiwi kukata mti, huruhusiwi kukata mti. Kwa hiyo haya ni mambo kuwa mwangalifu sana, na inapotokea moja katika hili umelifanya kwa makusudi au bahati mbaya, kimbia haraka uwaeleze viongozi wako wakupe mwongozo. Baada ya hapo, safari yetu tumekwenda mpaka katika viwanja vya Mina. Tukiwa katika viwanja vya Mina, jana tulisema ni sunna uswali swala zako kwa kuzipunguza kwa wakati wake. Adhuhuri utaiswali 2, alasiri 2, isha 2 kwa wakati wake, usichanganye. Lakini pia ni sunna kulala pale Mina. Ni sunna kulala pale Mina. Ulale pale. Ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia ni sunna kubaki pale mpaka alfajiri. Baada ya kuwa lile jua limeanza kuchomoza, ndio wewe uondoke pale kuelekea Arafa. Ni sunna kufanya hivyo. Halafu ukitoka hapo utaondoka kwa ajili ya kwenda katika safari ya kuelekea viwanja vya Arafa. Usia wangu kwa nafsi yangu na kwenu, hivi ni viwanja vitukufu. Unapokuwa katika eneo lile, kithirisha kufanya ibada, fanya dhikar, soma Qur'an, muombe Allah subhanahu wa ta'ala mahitaji yako, kwani uko katika sehemu tukufu na uko katika ibada tukufu. Epuka ulimwengu, epuka mazungumzo, epuka simu, epuka vitu ambavyo havina sababu. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie hija yao wale wanaosafiri, na Allah atujalie tuwe wenye kwenda mara kwa mara. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.